Swala la mvurugiko wa homoni ni swala pana sana, na leo nitajikita kwa upande wa mvurugiko wa homoni kwa jinsia ya kiume, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukitoa elimu juu ya mvurugiko wa homoni kwa jinsia ya kike. So leo ngoja tuangalie mvurugiko wa homoni kwa upande wa wanaume. Tatizo hili limekuwa kubwa sana kiasi kwamba wanaume 10 unaokutana nao 8 wana changamoto ya mvurugiko wa homoni. Mvurugiko wa homoni kwa wanaume, dalili namba 1 ni upungufu wa nguvu za kiume, lakini pia kuna kushindwa kutungisha mimba, kuna hasira za mara kwa mara, kuna kupatwa na wasiwasi, hofu na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini swala kubwa ambalo limeshamili ni upungufu wa nguvu za kiume. Wanaume wengi wanashindwa kuwafikisha kileleni wake zao au wapenzi zao, lakini pia wanaume wengi wanamaliza mapema tendo la ndoa ndani ya dakika 1, dakika 2 wamemaliza. Lakini wanaume wengi wanashindwa kutungisha mimba, wanaume wengi wanashindwa kurudia tendo, wanachoka haraka wakati wa tendo la ndoa. Lakini wanaume wengi hata uwezo wa maungo yao ya kiume kusimama wakati mwingine hayasimami, au yakisimama basi yanakuwa legelege. Hii ni changamoto ambayo sasa hivi si kwa watu wenye umri mkubwa peke yao, lakini hata watu wenye umri mdogo, miaka 18, 19, 20, 21, 22. Changamoto hii ni kubwa sana, huwezi kujua, ila sisi ambao tunahudumia watu tunakutana na mambo kama haya. Sasa ningependa kuadresi baadhi ya mambo ambayo yanachangia ili tatizo kuongezeka kwa kasi kubwa sana. Kwanza ni mifumo ya ulaji. Lishe mbovu ndiyo inayotupelekea tufike huku. Lishe mbovu ndio inayotupelekea sisi tufike huku, tuwe na changamoto kubwa ya wanaume ambao wana matatizo ya nguvu za kiume. Na hii lishe inapelekea homoni ya kiume kushuka, ambao ni testosterone. Kwa homoni ya kiume ikishuka, maana yake kuna homoni tawala zinapanda. Kwa unakuta homoni ambayo inatakiwa kuwa homoni tawala kwa mwili wa mwanaume inakuwa chini, alafu homoni tawala inakuwa ni homoni ya kike ama estrogen, progesterone, whatever. Lakini chanzo chake ni lishe mbovu. Yaani wewe kama una changamoto hii na unatumia Viagra sio suluhisho. Unatumia dawa za kemikali sio suluhisho. Suluhisho ni urudi kwenye chakula. Hili ni tatizo linalotokana na lishe mbovu, na hivyo linatakiwa litibiwe kwa lishe na sio vinginevyo. Ukitumia njia za mkato ni sawa, lakini utapata majibu ama utapata matokeo ambayo sio ya kudumu. Utakuwa mraibu ama utakuwa addicted. Kila unapoenda kushiriki tendo basi utahitaji utumie madawa. Sasa huo ni utumwa. Mungu hajatuumba hivyo. Kwa hiyo kama unataka kupona, rudi sehemu ulipokosea. Tunatakiwa turudi sehemu tulipokosea. Tulishakosea katika matumizi ya lishe, tulishakosea katika kufanya masuala ya punyeto, tulishakosea kufanya mambo mengi ambayo yametupelekea mpaka sasa hivi nguvu zimekwisha ama zimepungua. Ili urejeshe katika hali ya uumbaji, basi unatakiwa kuzingatia lishe. Huwa nasema ya kwamba magonjwa haya ya lishe huwa ni matokeo ya tabia mbovu au mtindo mbovu tuliokuwa nao huko nyuma. Kwa hiyo sasa hivi kama unataka kurejea katika hali yako ya kawaida, kurudisha heshima yako, kurudisha uwezo wako, basi unatakiwa kutengeneza tabia zingine mpya.
unatakiwa kutengeneza tabia nyingine mpya zitakazokurudisha katika hali hii ya kawaida. Sasa hatua za kufanya. Namba moja, kama wewe una changamoto hii, unatakiwa kufanya intermittent fasting. Unatakiwa funga kwa muda wa masaa 12 ama funga kwa muda wa masaa 24. Hiyo ni jambo la kwanza. Yaani fanya hivyo kama unahitaji kurecover haraka. Lakini hatua ya pili, unapofungua basi hakikisha unakula chakula halisi. Narudia, unapofungua hakikisha unakula chakula halisi. Na mimi kwa mawazo yangu ningeshauri hata hakuna kufunga mfungo wa masaa 12. Funga masaa 24. Funga masaa 24, na unapofungua hakikisha unakula chakula sahihi. Unapofungua hakikisha unakula mayai. Hapa hakikisha unakula mayai 4 mpaka 6 ya kienyeji, yao yamechemshwa au yamekaangwa. Na ukiamua kuyakaanga basi kaanga kwa kutumia mafuta ya mzeituni au mafuta ya nazi. Fungua kwa kula nyama, iwe nyama choma ama nyama rosti ama mchemsho, ila kama utaamua kuirosti vyovyote vile tumia mafuta ya nazi au mafuta ya mzeituni. Fungua kwa kula samaki. Fungua kwa kula samaki. Fungua kwa kula mboga za majani nyingi. Fungua kwa kula viazi vitamu. Fungua kwa kula magimbi. Fungua kwa kula ndizi mbichi za kupika. Fungua kwa kula maboga. Fungua kwa kula magimbi nimeshataja. Fungua kwa kula hizo carbohydrate ngumu. Achana na masuala ya wali, pizza, sijui ice cream. Achana na maswali ya ugali. Achana kabisa. Sasa hivi tumejificha katika wimbi kwamba mwanaume anakula ugali kwa sababu ugali ndo unaoharibu, kwa sababu ugali ni wanga, ukiingia ndani ya mwili unabadilika kuwa mafuta ambayo hayana kazi yoyote mwilini. Kwa hiyo fungua kwa kutumia hivyo vyakula. Sio lazima uvile vyote kwa wakati mmoja, hapana. Leo unaweza ukafungua kwa kutumia supu ya kongoro, mayai pamoja na kiazi kimoja. Unakula unashiba. Kesho ukafungua kwa kutumia mayai. Mayai ni constant. Yaani katika mlo wako wewe kama umeamua kurejesha nguvu zako za kiume, katika kila mlo unaokula hakikisha mayai ukosi. Hakikisha mayai ukosi. Kwa hiyo siku ya pili unaweza ukaamua ukafungua kwa mayai 4 mpaka 6 ya kienyeji yaliyochemshwa ama yaliyokaangwa, alafu na nyama kidogo, mboga za majani kwa wingi, na gimbi moja ama ndizi 2. Hivyo hivyo unabadilisha kulingana na mazingira, lakini hakikisha unafunga. Ile kufunga, kitendo cha kufunga masaa 24 kwanza kitaufanya mwili uingie katika marekebisho mengi, ikiwemo na hiyo kubalance homoni, kurudisha nguvu zilizotoweka. Kufunga ni tiba ya magonjwa yote. Kwa hiyo funga, tunasema ukifunga masaa 24, masaa 12 ya kwanza mwili huwa unatumia glucose kama chanzo cha nishati. Lakini masaa 12 yakishaisha, ukaingia kuanzia masaa 13 na kuendelea, mwili huwa hauna glucose ya kutumia kwenye mwili. Huwa unaanza kutumia mafuta mabovu au mafuta mabaya yaliyotunzwa kwenye mwili kama chanzo cha nishati. Kwa mwili utaanza kutumia fat deposits zote kama chanzo cha nishati. Kwa kama ulikuwa na manyama uzembe ataanza kupungua. Kama ulikuwa na kitambi kitaanza kupungua. Kama ulikuwa na mafuta kwenye misuli ya uume yataanza kutoweka. Lakini pia ukiendelea kufanya hivyo mara kwa mara, mwili huwa unaingia katika process moja inaitwa autophagy. Autophagy ni kitendo cha mwili kuondoa seli zilizoharibika au seli chakavu mwilini na kutengeneza seli mpya. Kwa hiyo ukiruhusu mwili wako uingie katika
hiyo process ya autophagy, maana yake seli zote kwenye uume wako zilizoharibika, zilizochakaa, zilizozeeka, zote zitaondolewa na zitaundwa na kuzalishwa seli mpya, na zitawekwa hapo na system itarudi upya. Tayari utaanza kugaini misuli yako, utaanza kugaini nguvu zako. We mwenyewe utaangalia ndani ya wiki moja, wiki mbili, kama utafuata utaratibu, utashangaa uume unaanza kusimama wenyewe. Utashangaa misuli yake inakuwa na nguvu kubwa, uume ukisimama unakuwa na nguvu kubwa. Utashangaa mabadiliko, utashangaa unakuwa na hamu ya tendo la ndoa, utashangaa ile hofu ya kushindwa kuhimili mshindo, vyote vitatoweka. Kwa hiyo fanya intermittent fasting ambao ni kufunga, lakini pia fungua kwa lishe bora, fungua kwa lishe bora. Hii itakusaidia kuregain nguvu zako bila kutumia madawa yoyote, na utaregain nguvu kwa muda mrefu.